يقول مولى بعد الاستعاذة والبسملة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Baadakum tukuza Allah subhanahu wa ta'ala ambaye kaijalia mwezi wa Ramadhan ikawa ni moja miongoni mwa miezi ambayo ni mitukufu, na kutokana na utukufu wake Allah anasema ni kwa kuwa palishukia ndani ya mwezi huyo kitabu ambacho ni kitakatifu. Allah anasema inna anzalnahu fi lailatil qadr, hakika tumeishusha Qur'an katika usiku wa maqadara. Na tunapotazama kwa sasa mwezi wa Ramadhani unapoelekea, kana kwamba yuwaddi'una, unatupatia mkono wa bai. Famadha qaddamna, ni yapi tuliyoyatanguliza kwa ajili ya yale ambayo yatatusaidia mbele yake Allah subhanahu. Tazungumzia kunako hadithi moja aidha mbili katika wakati huyo, hadithi ambayo inatuonesha 10 la mwisho la mwezi wa Ramadhani. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema innamal a'malu bil khawatim, innamal a'malu bil khawatim, ay al-ibra, mazingatio kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Endapo anapotaka kumhesabu mja katika matendo, huwa anatazama mwisho alimaliza vipi mja huyo. Ramadhani tumeanza, tuko wengi, na tulimwahidi Allah subhanahu wa ta'ala kuwa tutaendelea kusali usiku na mchana. Walakini leo tumeitupa misikiti, tukarudia katika yale ambayo tulikuwa ndanimo usiku na mchana. Tambua kuwa 10 la mwisho kwa yule ambaye atakayetenda bora inaweza ikawa kheri kwake kuliko yule ambaye alianza mwanzo, kwa kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya pili anasema kuwa innal abda, hakika mja, la ya'malu bi'amali ahli aljanna, huweza kuyatenda matendo ambayo watu tutayahesabu kuwa ni matendo ya watu wa peponi. Tumeanza mwezi wa Ramadhani, msikiti ulijaa. Leo ndugu zetu wako wapi? Wako wapi leo? Walianza wanaonesha shamsham kuwa tutaendelea tukimwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, wanatenda matendo ya watu wa peponi. Anasema hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira, hadi huyu mtu kwa kutenda matendo mema ikawa kati yake yeye na kufikiwa na umauti, ili aweze kwenda kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni muda uliokuwa mchache sana, muda mdogo hapa kati. Fayasbiqu alayhi alkitab, yale aliyoandikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kabla ya yeye hajazaliwa yakathibiti. Fayamalu bi'amali ahli an-nar, mtu huyu akaja kujikuta anaanza kubadilisha msimamo, anatoka katika msimamo wa taa anaingia katika msimamo wa maasiya, kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala, anatenda matendo ya watu wa motoni. Fayadkhuluha, anajikuta mwisho wake ni katika kuingia katika moto wa jahannam. Akasema tena vile vile, wa innal abda, na kwa hakika mja, la ya'malu bi'amali ahli an-nar, huweza kuyatenda matendo ambayo mbele ya macho yetu sisi tunamhesabu kuwa fulani ni mtu wa motoni, tuliwaona kabla ya Ramadhani na tulikuwa nao, fulani au ni fulani wa motoni, fulani wa motoni. Hata ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira, hadi nabakia muda mchache wa yeye kutoweka katika mgongo wa ardhi isipokuwa dhiraa. Fayasbiqu alayhi alkitab, yale ambayo aliyoandikiwa na Allah kuwa atakuja kuwa mtu mwema. Fayamalu bi'amali ahli aljanna, akawa ameyatenda matendo ya watu wa peponi. Fayadkhuluha, na akafa katika hali hiyo, Allah subhanahu wa ta'ala akaweza kumlipa na kumpatia kuwa ni mtu wa peponi. Faya ahibata alkirami fillah, enyi wapenzi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, al-ibratu, mazingatio ni nini? Mazingatio sio mwanzo, mazingatio vipi utamaliza, mazingatio ma hiya al-alaqa bainaka wa baina rabbik, ni relation gani ambayo ipo kati yako wewe na Mola wako subhanahu wa ta'ala. Min jihati al-iman wal kufr, tizama, je, upo katika njia gani? Ima upo katika njia ya iman au upo katika njia nini ya kufru, ya kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Hakika
kila haya yote imani na kufru mahsura, Allah subhanahu wa ta'ala hakuviweka kuwa mwanzo, hapana, aliviweka viwe mwisho wa maisha ya binadamu, ndio ataweza kumhesabu, sio mwanzo. Mifano mko nayo mingi. Mzee fulani mashallah alikuwa mzee wa misikiti sana, lakini kifo chake alifia kwenye gesti yuko juu ya mwanamke. Tunamwomba Allah tukinge na hali hizo ya Rabbi. Fa in mata ala kufri, endapo sasa muislamu atafariki katika njia ya ukafiri, akafia kwenye matendo ya ukafiri, waliyadhu billah, tunamwomba Allah tukinge na matendo hayo. Ni matendo mabaya. Sheikh, mwanamama anajitandia, anasali vizuri, anasaumu siku zake, mwezi wa Ramadhani anasaumu, ayyamul bidha anafunga, saumu ya lendi jeudi anafunga, Allah anampatia kamtihani kadogo tu, ndoa yake inacheza, anakwenda kwa mualim, sintosema kwa mfumo, kwa kuwa mfumo tunajua ni nini, ni haramu. Tunakwenda kwa wale maarafa, anakusomea nyota. Sheikh, wewe unaitwa Abdul Latif, ni nyota ya moto, na B ni nyota ya mchanga. Shahada yanatoka wapi? Yani mtu anakusomea mambo ambayo haeleweki, unakwenda ukimsikiliza maneno yake unajikuta anakwambia wewe ndoa yako inachezewa na fulani. Na sio hivyo tu, ni kwa kuwa kimvuli chako kimesha tambushwa bahari 7 na kwa sasa kinapelekwa katika bahari ya 8. Sheikh, ukitoka nje ukisimama kwenye jua hivi kivuli chako kiko pale, kimekwenda wapi? Wanatumia maneno ya uongo kwa kutaka kuwapeleka watu katika njia ya kumkosea Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika janga ambalo lililopatikana katika zama hizi ni kuwa katika matendo ya kufuru watu kuvaa irizi. Kuvaa irizi ni haramu, Sheikh, si ndio hivyo? Kuvaa kamshipi halali, kuvaa kamsipi na kile kikwasa halali, haramu? Haramu. Nia madhumuni ya mimi kuvaa kalinipi, kanikinge, si ndio hivyo? Na ni nani anayekinga? Ni binadamu ya Allah. Maana yake tunatoa tawakuli yetu, tunatoa kuomba msaada kwake Allah kuwa ndo muweza wa kila jambo, tunaviweka katika vitu ambavyo la yanfa, havinufaishi wala havifanyi, havidhuru. Sa mtu akajikuta anafia katika kitendo hichi, basi huyo mtu atakuwa katika watu wa motoni. Tunamuomba Allah tukinge, tusi miongoni mwao. Akhiran, mwisho kabisa nitamalizia kwa jambo lidogo tu ambalo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, yub'athu kullu 'abdin ala ma mata alayhi, kila mja atafufuliwa kwa lile aliyofia ndanimo. Tuelewane katika hili kalima, kila mja atafufuliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa lile aliyofia ndanimo. Vipi? Mimi ndani ya nafsi yangu nilikuwa najihesabu kuwa niko mtu mwema, lakini nikatenda shirki au nikatenda matendo ya kufru ya kunitoa katika Uislamu, kisha nikafa katika hali hiyo, siku ya kiyama sintofufuliwa kwa watu wema, bali nitafufuliwa na kina Jamari, Jean Bosco, Didier, wale ndo ambao nitafufuliwa nao. Na endapo nitakuwa niko mtu mbaya min qabli, kwa sasa nikayatenda matendo yaliyokuwa mema na mazuri, nikafariki katika hali ambayo ni ya kumridhisha na kumpendeza Allah subhanahu wa ta'ala, tunamwomba Allah tupatie mwisho uliokuwa mwema. Al-ibra, mazingatio sio mwanzo, mazingatio ni mwisho. Tutamaliza vipi? Kila mmoja itazame nafsi yake, tutamaliza vipi? Hesabu nafsi yako, itazame nafsi yako, tenda yaliyokuwa mema. Kauli ya mwisho ni ya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, amesema, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, zihesabuni nafsi zenu kabla hazijahesabiwa na Allah. Hapa duniani mjitahidi kabla ya kulala, kaa chini, piga hesabu, ni yapi niliyotenda ya khair. Hesabu nafsi yako. Wazinu a'malakum qabla an tuzan, na muweze kuyapima matendo yenu kabla hajapimwa na nani? Na Allah subhanahu wa ta'ala. Ramadhani inatupatia mkono wa bai, Ramadhani inatuaga. Allah tunakuomba utupe mwisho uliokuwa mwema. Amin, amin, amin.